sehemu ya kulinda maslahi haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yameandaliwa kwa lengo mahususi la kuimarisha mawakili wa serikali kitaaluma, kimaadili, kiutendaji. Yanalenga kuhakikisha kuwa mawakili wetu wanapata maarifa ya kina yanayoendana na masuala mbalimbali ya kiuchumi, kijamii, teknolojia, yatakayosaidia katika kutekeleza wajibu wetu wa kisheria kwa niaba ya serikali na wananchi kwa ujumla. Katika mazingira ya sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo wote tunafahamu sheria zinabadilika kwa kasi, changamoto za kiutawala na kidunia zinaongezeka, na mahitaji ya huduma bora za kisheria yanaendelea kukua, ni wajibu wetu kama mawakili wa serikali na wasimamizi wa sheria kuhakikisha kuwa mawakili wa serikali wanakuwa tayari kukabiliana na hali hizi kwa maarifa, weledi, uadilifu na kuendana na wakati wa sasa. Kama ambavyo wahenga wanasema, mwanga wa maarifa huangaza mbali kuliko mwanga wa taa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka 2025 mafunzo haya yanahusisha takriban mawakili wa serikali 600 kutoka wizara zote nchini, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Tanzania bara na visiwani, taasisi za umma, wakala za serikali, mashirika ya umma, mamlaka za udhibiti na vyuo vikuu mbalimbali nchini. Mgeni rasmi, ofisi ya wakili mkuu wa serikali katika kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na weledi inahitaji kuwa na mawakili wa uelewa na uwezo mkubwa kwenye kuendesha mashauri mbalimbali ya sheria. Pia ina jukumu la kuhakikisha kuwa mawakili hao wanaendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia na sheria ili tusiachwe nyuma katika kutimiza majukumu hayo. Hivyo mafunzo hayo yamewekwa kimkakati ili kuhakikisha kuwa mawakili sio tu wakili ofisi mkuu wa serikali, bali wa serikali nzima kwa umoja wetu wanapata ujuzi huu mara kwa mara kwenye maeneo mtambuka ya sheria, ambapo itatuwezesha kuwa katika sehemu ya kuchangia ukuaji wa uchumi. Na kwa nafasi hii nichukue fursa kumshukuru mwenyekiti wetu wa kamati ya Bunge. Ni jambo amekuwa akitusisitiza na amefanikisha kwa kiasi kikubwa budget si tu ya ofisi ya wakili mkuu wa serikali, lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, ya wizara nzima kupitishwa na bunge letu tukufu, ambapo pamoja na mambo mengine itatuwezesha kutoa mafunzo haya mara kwa mara. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyoeleza hapo awali, utajionea wazi kuwa muda wa mafunzo ya mwaka huu, mada za mafunzo ya mwaka huu zimejikita kwenye maeneo mtambuka yanayohusu masuala ya kiuchumi, kijamii, na ambayo ni sehemu yenye ongezeko kubwa la mashauri mengi hapo nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unaofahamu, ofisi yetu ni nguzo imara katika kulinda maslahi mapana ya serikali, ambapo shughuli yetu kuu ni kuitetea serikali dhidi ya mashauri yanayoikabili. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo furaha kubwa kukufahamisha kuwa ofisi ya wakili mkuu wa serikali kwa kushirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, lakini kwa kushirikiana na taasisi za serikali, wizara na halmashauri, tumetimiza na tunaendelea kutimiza jukumu hilo. Na niseme tu Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi mawakili wa serikali tunalinda, tunatetea maslahi ya serikali kwa wivu mkubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ofisi yetu katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi Aprili 2025 tumeendesha jumla ya mashauri 9,013. Kati ya mashauri hayo, mashauri 8,347 ni mashauri ya kitaifa na mashauri 33 ni madai ya kimataifa, na mashauri 633 ni mashauri ya kikatiba na haki za binadamu. Katika kuendesha mashauri haya, mashauri 966 yamemalizika
kati mashauri yaliyomalizika 814 ni mashauri ya madai ya kitaifa, shauri moja ni la madai ya kimataifa, na mashauri 151 ni ya katiba na haki za binadamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme kwa upendeleo kidogo, katika hayo mashauri 814 ofisi ya wakili mkuu wa serikali tumeshinda mashauri 750, sawa na asilimia 77.6 ya mashauri yaliyomalizika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema kuwa tunatetea maslahi mapana ya serikali kwa wivu mkubwa, ninayo heshima kusema kuwa tumeokoa jumla ya shilingi bilioni 51, kiasi ambacho serikali ingeweza kukitoa sehemu nyingine, na hivyo kufifisha maendeleo ya ujenzi wa barabara, ujenzi wa zahanati, ujenzi wa hospitali, ujenzi wa uendeshaji wa serikali kwa ujumla, na mengineyo sihitaji kuyataja. Katika wasilisho yako hapa ukielezea mafanikio mbalimbali ambayo yanapatikana kutokana na utendaji kazi mzuri wa ofisi ya wakili mkuu wa serikali, inaonyesha kwamba uanzishaji wa ofisi hii mwaka 2018 ilikuwa ni jambo la busara, na mimi kama waziri mwenye dhamana niwaahidi nitaendelea kuwaunga mkono kwa sababu utendaji wenu wa kazi unaonekana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti hapa ameniambia mara nyingi anaridhishwa na utendaji wa kazi ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na ofisi zote ambazo ziko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Tunapoongelea swala la haki madai, kama ambavyo dira inataka tuelekee huko katika utatuzi wa migogoro ili kuleta tija za kiuchumi, tuna kila sababu ya kuangalia kwa namna gani tunaweza kuboresha swala la utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Mara mwisho tulifanya wasilisho kama hili hapa Arusha, na Mheshimiwa Robert Makaramba alifanya wasilisho lake, alitoa changamoto nyingi. Sasa ni muda sasa kuangalia kwa namna gani utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala unaweza kusaidia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Humu hilo la kwetu sisi wataalamu ambao tuko hapa, tutafakari, tulifanyie kazi na tuone kwa namna gani kituo cha utatuzi wa migogoro wa kitaifa na kimataifa kinaweza kikawa ni suluhu. Lakini katika migogoro ya ndani napenda kutoa changamoto moja. Tuna mabaraza ya kata ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria mabaraza ya kata ya mwaka 1985. Mabaraza haya ya kata yako chini ya Wizara ya TAMISEMI. Wadau wengi wameleta malalamiko juu ya ufanisi wake, wakiamini kwamba endapo yataboreshwa yanaweza kawa na ufanisi mkubwa zaidi na kuondoa migogoro mingi ambayo ingeweza kufika mahakamani na maeneo mengine. Sasa ni lete changamoto hasa kwa mwanasheria mkuu wa serikali na mawakili wote wa serikali. Tunafanya nini katika kuboresha mabaraza ya kata? Tunayaacha kama yalivyo au tunaangalia kwa jicho la kipekee? Na kama tunaangalia kwa jicho la kipekee, tunafanya mabadiliko gani? Tukijifunza katika nchi nyingine ambazo zina mabaraza kama hayo na yanatija zaidi. Kwetu sisi katika maeneo mengine mabaraza haya ya kata ndio yamekuwa chanzo cha migogoro badala ya kuwa watatuzi wa migogoro.
Kwa hiyo niombe kutumia nafasi hii tuyaangalie mabaraza haya ili tuweze kufanya vizuri kabisa. Katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, mnajua tuna soko la pamoja ambalo moja kati ya ajenda ni ajira kuwa wazi katika nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tukilizana wanasheria wa Tanzania tuko tayari kwenye hilo, lakini kuna teknolojia inakuja. Sisi kuna kitu tunakiita akili mnemba. Mtu anaweza akaigiza sauti yako, ukasema sauti hii ni Adama Sindumbala. Ikipelekwa kama ushahidi mahakamani, tunafanyaje? Hiyo ndio teknolojia. Lakini tunakuja sasa na hiyo akili mnemba kutoa ushauri wa kisheria, kufanya maamuzi ya kisheria. Je, tumejipangaje? Haya ni mambo ambayo inabidi tuyafikirie, kesho yetu itakuwaje. Tunaweza tu kuyafikiria hayo endapo tutaitumia leo vizuri, endapo tutatumia fursa hii tuliyoipata hapa Arusha na fursa nyingine ambazo tutaendelea kuzipata vizuri zaidi, na ikibidi wataalamu wetu waweze kwenda nje kwenda kusomea mambo haya, hasa kwa nchi ambazo zimeendelea. Tuna wataalamu hapo wa ndani kama Mheshimiwa Jaji Kutamambi, ni eneo lake sana hili. Najua mtapata elimu nzuri, lakini tuendelee kujifunza zaidi. Kazi yenu kama wanasheria, hasa kama wanasheria wa serikali, sio kazi nyepesi. Ni kazi ngumu. Kazi ngumu kwa sababu nyinyi mteja wenu ni serikali. Mnaitetea serikali. Sasa serikali yenyewe ni lidubwasha likubwa sana. Sasa kama serikali ni lidubwasha likubwa ambalo ni very complicated, very diverse, nyinyi wanasheria wa serikali lazima muwe na uelewa mpana zaidi.